wanaume wanakumbana na matatizo mengi sana na mambo mengi ambayo wanayapitia. Nitakupa mfano. Ilifanyika social demonstration ambayo mwanaume tu wa kawaida alionekana akiwa na mwanamke wanapita mtaani. Yule mwanaume alionekana akiwa akimfokea yule mwanamke, akaanza kumkaba kama vile anamuumiza, kama vile ana shida naye. Kilichotokea ni kwamba watu wengi sana walikuja kwa nguvu ili kuweza kumsaidia yule mwanamke. Watu wakaanza kumzonga yule mwanaume na kumwambia, wewe unakosea, unafanya vitu ambavyo sio sawa na nini. Vitu vyote hivyo kuonyesha kwamba mwanaume anachokifanya sio sawa kabisa kwa yule mwanamke. Lakini baadaye wakapindua upande wa pili, ambapo mwanaume yule ambaye alikuwa akizonga kwa mara ya kwanza, kwa upande wa pili sasa akawa amevaa wahusika kama yeye ndiye anaofanyiwa mabaya na yule mwanamke. Basi yule mwanamke alianza kumzonga yule mwanaume, akaanza kumtukana na kumsumbua kwa nguvu zote. Kilichotokea ni kwamba kila mtu sasa badala ya kutoka na kwenda kumsaidia yule mwanaume, wakawa wanaangalia huku akicheka kwamba inakuwaje huyu mwanaume anapigwa na mwanamke, inakuwaje anaonewa na mwanamke. Wakawa wamemshika, wanamshangaa, wanamcheka. Anakuwa anachekwa kabisa, anachekwa na kushangawa na kila mtu. Sasa swali likaja, je, wakati mwanaume alipokuwa akifanya vile ilionekana kwamba ni baya na alionekana kwamba anamuonea mwanamke na mwanamke alihitaji kutetewa. Lakini yule mwanamke alipokuwa akifanya kwa mwanaume haikuonekana kama mwanaume ana shida na wala hakuhitaji kutetewa. Hivi brother, vitu vitatu unavyopenda nitajie ndani ya sekunde 3. Vitu vitatu unavyopenda. Nitajie. Kusali. Napenda mke wangu. Na watoto wangu. Napenda watoto wako. Sawa kabisa. Watu umesikia? Ni vitu vya maana. Anampenda mke wake, anapenda watoto wake, anapenda pia kusali. Hivi katika hilo hapo umejisahau wewe. Umejisahau wewe. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo tunakumbana nayo sisi wengi kama wanaume. Tunapenda watu wengine na kuwatanguliza watu wengine, lakini sisi tunajisahau na hatujipendi sisi wenyewe. Sasa yako mambo matano ambayo yanamsumbua na kumzingira mwanaume. Kundi la kwanza ni changamoto ya kuweza kubalance ile kazi yake anayoifanya, ile career, pamoja na maisha yake ambayo anayapata. Anatakiwa sasa ahakikishe ana balance muda ambao anaupata ili kusudi aweze kukidhi matakwa labda ya mwajiri wake, au kama amejiajiri matakwa yake yeye mwenyewe. Lakini muda huo tena pia anatakiwa balance ni namna gani, muda gani atatumia yeye na familia yake. Ni muda gani atatumia yeye na mke wake au girlfriend wake au mtu yote ambaye yuko naye. Hapo vyote hivyo vinamhitaji yeye aweze kutafuta pesa kwa ajili ya kuwahudumia hawa ambao wanamtegemea. Kwa hivyo unakuta kwamba anatumia na changamoto kubwa ya kuweza kubalance ule muda. Anaweza akawa busy na kazi, lakini familia yake ikamwona kwamba hawapendi. Akiangalia kipato chake anachokipata ndio kinawafanya wale wengine waweze kukua. Kwa hiyo anahitaji kuweza kubalance muda ili kusudi kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wao waweze kupata vile wanavyotaka. Sasa je, ana balance vipi muda? Utabalance sana kwenye kazi ambayo inakupa kipato kusudi uweze kupatia maisha hao wengine, au utabaki kwa ajili ya hao wengine alafu kazi zako zisiende na utakuwa una pesa? Kazi. Mambo yanaenda. Baba unapambana, watoto mkono wengine kinywani. Hao hawaelewi. Hawezi kujua, sio kazi yao. Sio kazi yao kujua mambo yao. Yaani asiende. Yaani anataka mambo yaende. Mambo yao yaende. Lakini mambo yako wewe hawajui unapambanaje, unapambanaje, hata hawajali. Sio kazi yao. Sio kazi yao. Jambo la pili ni pesa. Kila mwanaume yuko kwenye mbio za kutafuta pesa. Kila mwanaume anapambana na kutafuta pesa kwa namna ambayo anaiona yeye ni sawa. Atahitaji pesa kwa ajili ya kuhakikisha familia inakwenda, matumizi ya nyumbani, kuna ada za watoto, kuna bili mbalimbali ikiwemo bili labda za magari, bili za vitu vya kawaida vya nyumba, kulipa kama hajajenga kodi na kadhalika. Lakini pia unakuta bado anakuwa na madeni mbalimbali ambayo bado pia anamzonga. Lakini muda huo mwanaume huyu anapotafuta pesa pia anatakiwa pia bado awe na furaha,
na aweze kuconnect na watu wengine, lakini muda unakuwa hautoshi. Kipi ambacho anatakiwa akifanye? Asipotafuta pesa, familia yake haiwezi kwenda, mipango yake haiwezi kuendelea. Na unakuta hasa wale wanaume wengine ambao wamefika miaka 30 mpaka 40 pale, anajikuta kwamba majukumu yamefika na ana malengo ya kwamba nataka nifike hapa. Malengo yake yaweze kutimia, anahitaji kuweza kufanya vitu vingi ambavyo anapambana navyo, anakimbizana na muda ili kusudi aweze kufika huko. Kwa hiyo hapo pia yeye yuko peke yake mwenyewe na hakuna formula, hakuna sehemu ya kuangalia kwamba lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi, lakini mwisho wa siku kila mtu atafanya anachoona yeye ni sawa ili kusudi familia yake, maisha yake na mipango yake mingine iweze kuendelea. Babangu alikuwa ana kazi, lakini ningeenda kumomba hela anakupa, baba sina daftari anakupa. Mimi nikaanza kuwaza, baba anapataje wapi hela? Sasa nikaja kugundua nilipoanza kuwa mkubwa sasa, kama mwanaume haijalishi una kazi au na kazi, lazima upate hela.